Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Towards Jesus TV, mahali pote ulipo, ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo, ni kushukuru. Hongera kwa wote ambao wanaendelea mahubiri haya, mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato kwenye Towards Jesus TV, na tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025, inazungumzia upendo na haki ya Mungu, na juma hii ni ya 13 ambayo inatoa nanga kwa robo hii. Naamini ya kwamba kuna masomo mengi ambayo umebarikiwa nayo. Leo Jumatatu tuzungumzie amri ni takatifu na ya haki na njema. Amri ni takatifu, ni haki na ya njema. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mahali pote ulipo, ni kukumbusha tu kwamba upendo ndio msingi wa serikali ya Mungu. Sio tu upendo ni msingi wa serikali ya Mungu, pia upendo ni msingi wa sheria ya Mungu. Kwa hivyo sheria ya Mungu kama ipo hapo, inaonyesha upendo. Upendo ndio msingi wa sheria hiyo ya Mungu. Na Mungu anapothibitisha sheria, anathibitisha upendo. Hii ndiyo sababu hata Yesu alikufa ili kuwaokoa wenye dhambi, ili aweze kuthibitisha sheria, huku pia akitupatia neema. Lakini kumbuka kwamba kuna wengine ambao wanadhani ya kwamba neema ingaliwafanya wafanye dhambi ama waishi jinsi wanavyotaka. Hivi angeweza kuwa mwenye haki na mwenye kuwahesabia haki wale waaminio. Warumi 3:15-16. Ni udhihirisho sasa ukoji wa upendo. Kwa hiyo sheria haijabatilishwa na mchakato wa ukombozi, badala yake inathibitishwa zaidi. Nitakusihi kusoma Warumi sura yake ni ya 6:1-3 na kisha Warumi 7:7-12 kwa msisitizo maalum katika aya ya 12. Aya hizi zinatuambia nini kuhusu sheria hata baada ya Kristo kufa? Karibuni ukiongozwa na Roho Mtakatifu, turudi hapa tubarikiwe tukielewa amri ambayo ni takatifu na ya haki na njema. Karibuni. Asante mpendwa mtazamaji na msikilizaji ambaye unaendelea kutufuata. Elewa ya kwamba kwenye Warumi 7:12 inasema basi. Sijui umepata maneno yale yakisema basi torati ama sheria ni takatifu na amri ni takatifu, ya haki na njema. Kwa hivyo sheria kama onyesho la tabia ya Mungu haionyeshi tu upendo wake. Ndio unaonyesha upendo, lakini sio tu upendo, bali pia sifa zingine za kimungu ambazo zinapatikana kwenye Warumi 7:12. Utakatifu wa Mungu, sheria ndiyo nayo pia ni takatifu. Haki ya Mungu, sheria pia ni ya haki. Wema wa Mungu, na sheria pia ni njema. Amri ni takatifu kama Mungu mtakatifu kulingana na Ufunuo 4:8. Amri ni ya haki kama Mungu alivyo wa haki kwenye Yohana 11:25. Amri ni njema ama ni nzuri kama jinsi Mungu alivyo mwema kwenye Luka 18:19. Lakini pia naweza kueleza na kukumbusha tu ya kwamba wale watu ambao wanadhani ya kwamba upendo wa Yesu unaweza fanya sheria isipate tena kazi, wanajidanganya wenyewe. Wakati ambapo wengine wanaamini kwamba neema na ukombozi vinaifuta sheria, Paulo yuko wazi kwamba hatupaswi kudumu katika dhambi ili neema izidi. Anasema badala yake wale walio ndani ya Kristo kwa imani wamebatizwa katika mauti yake, na kwa hiyo wanapaswa kujihesabu kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Kristo. Sheria ya Mungu si dhambi, lakini miongoni mwa mambo mengine inadhihirisha kwetu dhambi na hali yetu ya kuwa kwenye dhambi. Ndio maana naam, torati ni takatifu na ya haki, na amri yake ni takatifu na njema. Mungu atufundishe kushika sheria yake tukijua kwamba ni ya haki na ni takatifu na ni njema kwa ajili yetu, na kwamba kifo cha Yesu Kristo kiko hapo kuonyesha upendo wake. Kuvunja sheria ikafanya Yesu afe kwa ajili yetu ili kwamba tena tusitende dhambi. Basi Mungu akusaidie kuelewa ukweli huu katika jina la Yesu Kristo, amina. Asante Yesu kwa somo. Tufunze kupokea hii amri ambayo ni njema na takatifu katika jina la Yesu Kristo, amina.